kalindeni amani ya nchi. Tunaenda kumaliza Ramadhani, tutalinda vipi na amani ya nchi? Kwanza kwenye kipindi cha Ramadhani tusikitishe dua. Mimi wanawaambia watu, na ndio msimamo wangu, na hii nisema popote, miongoni mwa watu waliosababisha uhuru wa nchi hii ni wazee wetu wa Kiislamu, mashekhe. Kwa hiyo mpaka unapatikana uhuru wa nchi, wazee wetu wana nafasi kubwa, mashekhe zetu, wazee wetu wa Kiislamu. Kwa hiyo nchi hii sisi pamoja na wenzetu wasiokuwa sisi tuna haki ya kuilinda, kwa sababu tumeitafuta. Ni aibu cha kwamba tupasukie mkononi. Kwa hiyo amani ya nchi lazima tuilinde kwa magego. Tusikubali chokochoko yoyote. Na hapa na shauri, hata kama chama kitachotaka kuleta vurugu ni chama chako, kwa maslahi ya amani ya nchi hii, mwambie mwenyekiti wako, mwambie katibu wako, bwana, kwa hili hapana. Jamani, tunafanya kongamano hili kwa sababu nchi ina amani. Juzi nilikuwa nasikia kongamano pale Goma, pale wenye kila jimbo wana mufti. Sisi Tanzania mufti ni mmoja. Wenyewe sasa bayama na watangazia leo hakuna tarawih, kwa sababu tarawih haiwezekani, watu wanane wamepigwa bomu kule, bombu yaani kwa sababu ya bombu watu wakusali tarawih ya sheria inaruhusu. Si nipige tarawih tunalala msikitini kwa sababu gani? Sheikh Saad kwenye kitabu chake namaliza anasema, wa rizqan jazila wasi'a mutaradima wa amna wa imana min ash-shawbi salima bima'rufika al-ma'ruf zidna murahima wa barik lana fi az-zad wa dar'i daima wa dim lana 'ushba an-nabat wa mar'ahu ya Allah ya latif rabbi waj'alna ya Allah wa rizqan jazila wasi'a mutaradima. Sheikh Saad anasema Mungu tupe riziki nyingi wasia mutaradima, lakini riziki hiyo haina maana kama vitu viwili hamna. Lazima Mungu tupe hivi viwili, wa amna wa imana min shauri salima, imani na amani. Imani na wasii, tukalinde imani ya nchi. Si tu wa mwisho kubali nchi kuvurugika, kwa sababu wazee wetu wameshiriki kuitafuta. Tunakubalia kuvurugika? Hata aje mtu unampenda kiasi gani, anajua kusema, ni fasaha, anajua kushawishi, mwambie kwa hili na kuleta vurugu katika nchi, hapana. Alafu lazima sisi tuombee serikali iliyoko madarakani, sababu ndio iko sasa. Tusubiri mpaka itoke, lakini kwa sasa madhali iko hiyo, tuiombee. Na sisi tunaamini kulillahumma malika al-mulk, Mungu anatoa mamlaka. Kwa sasa Mungu hapa hawa kina Samia Suluhu Hassan tumwombee, na watu waligeza wengine, mvaa hijabu, mwanamke, majina mengi tu, lakini kwa lugha ya vijana wanasema amefanyaje? Ametoboa, kaupiga Mungu. Ndio kweli. Watu hawakuamini kama nchi inaweza ikatulia, wanaanza kupata mishahara, majengo makubwa, yaani madaraja yamejengwa, mengi yanajengwa kwenye utawala wake huyu mama. Tumuombe Mungu